Eh, walichofanyiwa Wairani ndio kile tunachofanyiwa Watanganyika. Nilisikitika sana, nikasema kwa kweli, kumbe walikuwa sahihi sana wale walisema mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni uchungu. Nilipomwona kijana huyu anaitwa Joram Nkumbi na huyo kijana Zungu, katika moja ya posti ya huyo kijana Joram Nkumbi, siku ya kwanza tu kabisa Ayatollah Ali Khamenei ameuawa au imeripotiwa kwamba ameuawa, alitoa maelezo fulani, akasema yani dunia unaweza kuwa unaonewa, unaokotwa kama kifaranga, hakuna naye sema kitu. Akasema hawa vijana staili ya Watanganyika wanavyouawa, wanavyotekwa, walivyouawa kwa jumla, kwa pamoja. Wairani hawa hata miili ya ndugu zao unaiona. Watanganyika wameuawa, utafikiri nyuklia. Wameuawa maelfu na wamepotezwa. Hawa vijana kwao ni kawaida, ni kawaida, isipokuwa pengine ilipoonekana hivi kwa Iran. Hawa vijana wameonekana kuona maonezi makubwa sana. Marekani wana maonezi, pengine sasa hivi ilipoonekana kama Irani inajitutumua, inafanya mashambulizi, pengine inawezekana ndo wamejiona ni miamba. Lakini ikumbukwe Ayatollah Ali Khamenei kapotea. Najua wakati mwingine anyway, pana mambo mengi. Mimi nachoongelea tu hapa ni wanachofanyiwa wa Iran. Kama wameonewa, hicho ndicho wanachofanyiwa Watanganyika. Naona hii lugha inavyo sound kama wanaonewa. Kwa yeyote anayejua wanaonewa, anaona kabisa unyoshe maelezo. Unasema kama wewe ni moja kwa moja wanaonewa. Unaona ninavyo rahisisha, ninavyoliweka jepesi, wakati wengine kule wanauawa. Sasa kuna kitu ambacho nimetaka tujue kwamba Tanganyika tumeuawa, tunauawa, hata haki ya kuokota miili iliyouawa hatuna. Mwisho nitoe mtazamo kwamba mimi ninavyoona ndio sahihi. Mtu yoyote anatakiwa aone hivyo. Mimi nasema dunia bila silaha ya aina yoyote patakuwa mahali salama sana pa watu kuishi. Dunia bila jeshi, dunia bila polisi patakuwa mahali salama sana pa kuishi. Najua mtazamo nilio nao ni mtazamo sio rahisi mtu mwingine yoyote duniani kunikubalia, kunielewa. Na mimi kama kuna wakati niwe na nguvu, kama Mungu anaona vema niwe na nguvu, mimi moja ya vitu ambavyo naweza nikashughulikia mapema kabisa kwenye nchi, hata kama nchi zingine zina majeshi, zina polisi, zina mahakama, mimi ninachoweza kushughulikia mapema kabisa, cha kwanza ni polisi, magereza, mahakama. Hivyo naweza nikavifuta. Jeshi linaweza likawepo kwa ajili hasa ya kulinda huko mipakani. Mashambulizi yanaweza hasa kutoka nje, lakini kwa ndani unaweza ukaweka utaratibu bora ambao hakuna anayeweza kumuumiza na kumuonea mtu. Ngoja nikwambie tatizo ambalo mnaweza mkawa mlalamikia kwa Marekani, ambalo ndio limetamalaki kwenye nchi yetu kwa sababu za hovyo kuliko sababu ambazo Wamarekani wanaweza wakawa wanazichukua kwenye maeneo ambayo yanaonekana ni kama wameonea watu. Ni kwamba
njia ya kuondoa silaha, kuondoa polisi, kuondoa mahakama kwenye jamii ni anayekuwa na nguvu, anayekuwa na nguvu ya kifedha, kimamlaka, ajue amefika hapo, alishikwa mkono na watu, hakustahili kuwa hapo. Wako watu walioona pengine huyu akija kuwa hapa anaweza kuja kuwafaa wengi kama mimi ninavyomfaa. Njia pekee ya kuondoa na nina hakika, kabla sienda njia pekee, nina hakika mtu huyu, wale waliomshika mkono kumfanya awe na nguvu hivyo alivyo, awe na uwezo huo alionao, hawezi kuwashambulia kwa silaha yoyote, vinginevyo kama ameshageuka shetani au mnyama asiye na fadhila. Lakini wengi, hata wanyama kiasi gani, mtu ambaye alikushika mkono alikokota katika hali ambayo hukudhania unaweza ukaja kuwa na umaana unaokuwa nao, mara nyingi hata akikuudhi vipi uwezi ukachukua hatua yenye madhara sana kwake. Ninamaanisha nini sasa? Ya kwamba ili kuondoa silaha, kuondoa polisi, kuondoa mahakama, kuondoa magereza, ni mtu uliyefika nafasi yoyote na hatua yoyote, ungekumbuka kwamba njia pekee ya kuondoa watu wasitafutane, wasiwindane, wasiumizane, ni wewe kuwafanya watu wengine wawe kama wewe ulivyo. Ukumbuke na wenyewe waoni uwezekano wa kwamba wanaweza kuja kuwa hivyo ulivyo. Wewe ambaye uliwahi kuona usingeweza kuja kuwa hivyo ulivyo, ndiye mtu namba moja unatakiwa ufanye namna ya maksudi kwamba afadhali heshima yangu ipungue, afadhali cheo changu kipungue, lakini niwafanye watu wengine wawe na nguvu kama nilizo nazo, wawe na uwezo kama nilio nao. Najua naongea upuuzi mkubwa sana, lakini mimi naamini ya kwamba nipo duniani kuorganize jamii, kuingiza ufahamu kwenye jamii ambayo inaweza ikatokea jamii ikawa na namna bora zaidi, ambayo hiyo namna bora mataifa mengine, kwa mfano Marekani anatafuta duniani pawe salama. Ndio maana wakati mwingine anaingiza hizo hoja za nyuklia kwamba hawa wakiwa na nguvu ya nyuklia wanaweza kalipua dunia, apata kuwa salama, patakuwa ni mahali pa hofu. Marekani anatafuta dunia pawe mahali salama, lakini mara nyingi Marekani anatafuta dunia pawe salama ila yeye awe kiranja. Lakini hoja yangu ambayo wakati fulani kokote kule kitakiwa kuwasilisha hoja za suluhisho la kudumu ili duniani pawe salama, nitaitoa ni kwamba Marekani, duniani patakuwa salama ikiwa watu wote tutakuwa na nguvu sawa, na aliye na nguvu ndiye aliye na kazi hiyo, kuwafanya wengine wote tuwe na nguvu, wote tuwe viranja, wote tuwe wafalme. Lakini kwa kitendo cha kutaka kumbinya mtu kwamba pana, inatakiwa sisi tu wanamtandao wa CCM wa kundi fulani tuliofikia level fulani, sisi tu Waislamu tuwe na nguvu ili hawa wanaitwa Kristo wasije wakapata nguvu. Ninakuhakikishia njia ya kuwafanya watu wa kuheshimu na wasiwaze mabaya juu yako, wathaminishe, wafanye wawe na thamani wakati walijiona hawakustahili kuwa na thamani. Mimi hoja yangu wakati wote ambayo nitaitoa, iwe kwa Marekani ama kwa manyapara ambao mnatuua kwa staili zote Tanganyika, ni kwamba hamtaleta nafuu yoyote Tanganyika, hamtaleta nafuu yoyote, hamtaleta usalama wowote kwa ajili yenu, kwamba pengine sasa tuko salama, kwa njia ya kuua wale mnaojua ni wanyonge, wale mnaojua hawana la kuwafanya, wale mnaojua mkiwaua ndio mnapunguza hatari yenu.
Kiujumla, wanadamu unavyowaua ndivyo wanavyofikiria wawe na nguvu ili usiwaue tena wakati fulani. Njia ya kuwafanya wanadamu wakuone ni mtu wa kulindwa, ni mtu wa kuwa salama, wafanye wawe na nguvu kama za kwako. Hii dunia inatosha sana watu kuishi kama hakutakuwepo kikundi kitakachokuwa kikitesa na kuua watu. Tunaweza tukaishi vizuri kwa mafanikio makubwa kuliko yoyote aliye na nguvu zozote. Niamini mimi, njia ya kuifanya dunia iwe salama ni unayejiona una nguvu uwe tayari kupoteza nguvu ulionayo ili wafanye watu wengine wawe na nguvu kama ulionayo, tena ndani ya muda mfupi. Ukishindwa hilo, uwe tayari kama ni kufa kuuawa, uawe wewe, ufe wewe. Huo ndio uzalendo, kwa sababu uzalendo unaposema kwa ajili ya nchi ni kundi fulani la watu linaunda nchi. Kwa hiyo uzalendo namba moja si wewe kuua watu ili uonekane una nguvu. Uzalendo namba moja ni wewe kufa kwa ajili ya watu, kwa sababu inashindikana kuwafanya kuwa ni wenye nguvu. Najua naongea upuzi na maneno yasiyowezekana, lakini mimi hiyo ndo hoja yangu kabisa. Tanganyika, Tanzania inaweza ikawa salama ikiwa unayejidhani una mtutu wa bunduki, una control majeshi, unaweza ukawanunua wasiojulikana. Ikiwa njia pekee ambayo ungefikiria ni kwamba ni kwa namna gani mimi nitawafanya watu wengine wote wawe na nguvu kama nilio nayo, lakini tuwe na nguvu wachache ili tuwaumize na kwa control wengi. Ninakuhakikishia utakuwa na watu ambao siku zote watakuwa hatari kwako, Kipindi kama hiki, mimi naamini taifa kama la Tanzania tungeelewa hiki ninachokisema. Tungekuwa ni watu tulio na sauti ya kwamba kwa nini Marekani, Irani, kwa nini nchi yoyote ambayo pengine kuna mizozo, Urusi, kwa nini msichukue picha tulionayo? Na hata tusiposema sisi, wao wangekuwa wanasema kwa nini, mbona ile nchi imeweza? Kila mtu inamuona ni wa thamani kama wale wanaonekana ni watawala au viongozi, wanajaribu kumwinua kila mtu awe na nguvu. Tungekuwa na sauti, tungekuwa watu wa kuigwa. Mimi naamini suluhisho la kudumu la dunia hii halitatoka kwa Marekani, halitatoka kwa Israeli, halitatoka kwenye nchi za Kiarabu. Litatoka kwa watu ambao wataelewa hiki ninachokisema. Na ndani ya Tanzania tungeweza kuwa jibu la mkwamo na mzozo wa dunia. Naongea upuzi ambao hata na hakika wanaweza kusikiliza kwa urefu hivi. Sijua tu pengine wale ambao wanakuwa wamenielewa sana, lakini naelewa naongea vitu ambavyo haviwezekani kabisa. Haviwezekani, yani ujinga fulani hivi ambao hauwezekani kabisa kwenye dunia ilipofika. Lakini nasema kuchelewa ni kufa. Sisi tulio hai, bila kujalisha mambo yameharibikaje, tunaweza tukarekebisha kila kitu. Kwa mtu mmoja mambo yamefika hapa yalipofika. Ni kwa mtu mmoja mambo yanaweza yakawa pale ambapo wote tunatamani. Mimi ninafahamu naongea upuzi ambao mpaka watu wanasema tangu anze kuongea, tangu anze kufanya hivi, unaona kimebadilika nini? Anyway, hata wengi ambao waliwahi kuleta mchango fulani wa unachoita maendeleo kilichopo sasa, wa kwanza kabisa waliotoa mawazo ya aina hiyo walionekana waliongea upumbavu ambao haukupokelewa, lakini kwa bahati mbaya ulihifadhiwa kwa namna mbalimbali. Kuna wakati watu walisema tutumie wazo la yule, wakati mtu huyo yuko hai au hayuko hai.
Sehemu kubwa ya watu wamekuwa mashujaa, si kwamba walizalisha na kutokeza vitu vikubwa katika siku za kuishi kwao. Watu wengi ambao walikuwa mashujaa ni wale waliosimamia jambo ambalo lilikuwa sahihi, ingawa lilikuwa haliwezekani kupokelewa kwenye jamii. Kimsingi, katika vitu ambavyo mimi nimeviongea mara kadhaa, mimi nimeongea kwamba ni vyema ufahamu kwamba mimi nayetoa mawazo haya nina njia ninayojua tu kabisa tunaweza tukapita hapa na pale, lakini kwa sababu kwenye nchi yetu kama ilivyo kwa Wamarekani ambao tunawazodoa, mwenye akili ni adui. So kipande kubwa kina Muammar Gaddafi, akina Saddam Hussein, au akina Maduro, au akina Khamenei, kwa sehemu kubwa ukiangalia ni watu ambao, achilia mbali propaganda zingine, lakini watu wenye akili za kujaribu kuleta umaana kwa watu wao, na gharama wanakutwa na gharama za kuumizwa, gharama za kuumizwa kwa sababu ya ukubwa wa akili. Hiyo wameadapti. CCM na Tanganyika ni adui sana wa mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili ni mtu gani? Hata wakati unaotisha habadilishi mtazamo wake. Akili si uliwahi fanya nini wakati fulani. Akili ni hata wakati unaotisha, ambao watu wote wanasema iwe salama, wote tuseme hili, wote tuenende hili. Mwenye akili anasema huku tunakokwenda, tujapokuwa wengi, tutaharibikiwa sana. Afadhali mimi nisikieni, mimi la kwangu ni hili, hata kama mtaniua au kunidhuru. Watu aina hiyo kwenye nchi ya Tanganyika kwa sasa wanatafutwa huku na kule ili waumizwe. Maelfu wameuawa. Tuliosalia wachache tunaishi maisha yenye uchungu na hatari za kila namna. Haya ni mawazo yangu ambayo nitasimama nayo wakati wowote. Naamini Tanzania inaweza ikaja kwa kilanja na ikasikilizwa na ikaigwa, na mawazo haya yanayoyatoa yanaweza kaja kutumiwa. Nafahamu akili sio umesoma kidato cha ngapi. Kusoma ni kujua wenye akili waliwahi fanya nini. Akili ni uwezo wa kusema na kufanya jambo sahihi hata katika mazingira ya hatari. Tunazaliwa tukiwa na akili 100%. Kusoma ni kujulishwa nani aliwahi kutumiaje akili yake ili kukurahisishia cha kufanya na pakupita. Katika Zekaria 8:23 anasema, Bwana wa majeshi asema hivi, siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa watashika upindo wa nguo yake yeye aliye Mtanzania, naam wataushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Mungu ni nini? Mungu ni usahihi wa juu sana, suluhisho la kweli kabisa munalo nyie. Hapa nimesoma Tanzania, imeandikwa Myahudi. Uyahudi Israel sio hii ambayo ipo sasa. Uyahudi Israel ni ile ambayo alijitahidi sana kufanya lililopasa. Mungu akaona amwekee beacon ya kutaka jamii nyingi ikiwezekana ije iige alivyochukulia mambo huyu Yakobo. Kwa hiyo Uyahudi Israel ni mfano wa binadamu anayeweza kufikiri na kuamua vizuri kwenye mazingira ya aina yote. Naamini tunaweza tukawa sisi ndio hawa walioandikwa hapa. Isaya 53 mstari wa 1 anasema, lakini nani aliyezipokea habari tulizozileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ukweli hata mimi ni vema ufahamu kwamba huwa nina hakika ni mambo ninayoisema ni vigumu sana kupokeleka.
lakini sisemi kwa sababu yatapokeleka. Nasema kwa sababu ndio ukweli pekee ambao nilitakiwa kuusema, na nina uhakika ndio jibu pekee ambalo lingefanya kila mmoja uishi kwa amani na kwa salama. Vinginevyo, kwa mengine yote, pamoja na uzuri wake, pamoja na kukubaliwa na watu wengi sana, mimi nijuacho ni kujirisha upepo. Acha inyeshe, tuone patakapovuja. Ni kweli imenyesha na imetuvujia sana, akina sisi Watanganyika, lakini inawezekana itaendelea kunyesha, na huenda awamu hii itavuja hata upande mwingine, ama itavuja hata kwa watu wengine ambao sasa ni wanufaika wakubwa wa damu na machozi tunayolia. Laiti ningesikilizwa kwa haya, huenda wote tungekuja kuwa wanufaika. Wa maamuzi na mashauri haya. Asante na hongera kwa kunisikiliza.